inakula. Brother Gideon, neema inakula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neema inafanya nini? Inakula. Kitabu ya Mwanzo 18:8-10. Kitabu ni cha Mwanzo 18. Yes. Kuanzia 10. Kuanzia 8. Kuanzia 8. Yes. Biblia inasema. Biblia inasemaje? Akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa. Yes. Akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti. Nao wakala. 9. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. 10. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu. Na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Usipitishe 10. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Yes. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Neema inakula. Hawa watu Ibrahimu, kabla watabiri ya kwamba Sara tazaa, walifanya nini? Walikula wakashiba. Walikula. Jifundishe kulisha neema. Amen. Hapa naonanga mama director akisema gari la Bwana, watu wanatoroka, wengine wanaahidi hawatimizi. Kama unataka ubarikiwe mwaka huu, jifundishe kulisha neema. Amen. Jifundishe kulisha neema. Hiyo hamwezi sema amen. Lakini wale walitambua siri, Mungu aliwabariki, aliwainua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pole nipeane mfano na nikifunza. Bwana asifiwe. Amen. Juliet, simama. Nataka nikufungue na nikuchague. Bwana asifiwe. Amen. Wewe si sister wa mama mchungaji. Unajua ukitaka kubarikiwa hata ufai kwenda kwa mikono mitupu. Hata kama ni biscuit, wenda upelekee watoto. Maana wakati alioleka na mchungaji, kuna neema ya uchungaji alipata. Amen. Alo? Bwana asifiwe. Amen. Usione kwamba tini sister wakati umepiga hatua kwenda kwa nyumba ya mtumishi wa Mungu, usiwaenda mikono mitupu. Amen. Neema inakula. Ukitaka ufanikiwe, ukitaka ubarikiwe. Haleluya. Amen. Keti. Elda mzee, umemaliza miaka ngapi na apostle? Zaidi ya 10 na ngapi? 15. Hufai kwenda kwa apostle mikono mitupu. Ukitaka achilie baraka, hata naweza nyamanza asikuombee, lakini kile umefanya kenyewe kinateta. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mtu ambaye amepakwa mafuta hufai kuenda hivyo. Amen. Jifundishe kuongelesha neema. Jifundishe kulisha
neema. Bwana asifiwe. Waamuzi 17:10. Neema inafaa. Ambia jirani yako, neema inafaa. Tena inavaa vizuri. Mwambie inavaa vizuri. Haleluya. Jifundishe kuvalisha neema. Jifundishe kuvalisha nini? Neema. Bwana asifiwe. Kitabu ni cha Waamuzi 17. Yes. Kuanzia 10. Kuanzia 10. Biblia inasema. Biblia inasemaje? Mika akamwambia, kaa pamoja nami. Uwe kwangu baba. Tena kuhani. Nami nitakupa fedha 10. Akamwambia Mika, akaambia huyu kuhani, akamwambia kaa pamoja nami, uwe kuhani. Akamwambia nitakupatia fedha. Kwa maneno, kwa lugha mnazoea, nitakupa nitakupa mshahara, nitakupa pesa. Hautakosa credit, hautakosa fea ya kufanya injili. Haleluya. Hautakosa pesa. Amen. Aha. Nami nitakupa fedha 10 kwa mwaka. Yes. Na nguo za kuvaa. Akamwambia, kwa sababu Mika ametambua ya kwamba neema inafaa, akamwambia na nitakuvalisha. Si pesa peke yake nitakupa, na nitakuvalisha. Amen. Hivyo nilikuwa nataka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Salimia jirani yako, mwambie neema inafaa. Neema inafaa. Haleluya. Amen. Acha nitoboe siri. Hata my wife atajuea hapa. Kama kuna nguo ambaye hapendange nivae, ni hii suti ya brada. Hata leo kwa maisha ya kawaida, yeye ndiye ananipangia nguo kila siku. Kuna yenyewe alikuwa amepanga, akaona nimebadilisha, nimeenda kujipikia pasi mwenyewe. Haleluya. Sasa akaniambia, kwani wewe unabadilisha aje? Kisema hii achana nayo. Lakini naipenda kwa sababu gani? Hii nguo kuna mtu alinunulia Rwanda na imekaa 2021. Haleluya. Jana aliniandikia akaniambia, pastor, siku hizi naona mambo haiko sawa. Naona ya kwamba ile suti ulishapeana ama huvai, maana ukiivaa nafanikiwa. Nikamwambia hata bado iko tu hapo, lakini nimemaliza. Kusema ukweli, umesema ukweli, nimemaliza siku mingi bila kuivaa. Haleluya. Kwa sababu wakati nilikuwa nahitaji kuvaa suti, alinivalisha, na mbingu zikawa nilikuwa nahitaji suti ya baraka, mbingu zikaweka tiki. Haleluya. So wakati wote nimevaa hivi, hii suti itai, haleluya, mbingu zinakumbuka huyo mama. Bwana asifiwe. Amen. Ni ule mama boy pale tulienda. Haleluya. Amen. So neema inavalishwanga. Jifunze kuvalisha neema. Jifunze kulisha neema. Jifunze kuongelesha neema. Mwaka huu badilisha. Acha ile ya kusema mimi nimezoea. Kuna pasta fulani alikuwa anahubiri hivyo. Wapasta siku hizi ni wakora, wanatafuta tu kutufinyilia. Hapana, wakati haujajua kulisha neema, kuongelesha neema,
kuvalisha neema, utaishi maisha ya kung'ang'ana, hata na wajukuu wako watang'ang'ana. Madhabahu inakusumbua, itasumbua kizazi chako, lakini ukitaka kumaliza madhabahu, jifunze kuongelesha neema, jifunze kulisha neema, jifunze kuvalisha neema. Neema inavaa. Bwana asifiwe. Amen. Nikimalizia, neema inalala mahali pazuri. Masaa ikifika niambie apostol. Neema inalala mahali pazuri. Ambia jirani yako, neema inalala mahali pazuri. Mama director, nikusaidie, nikufungue tu, nikupe maono mapya haujui. Simama. Kuna siku tangu wewe mama director ulishawahi ongelesha mama, muulize kama shuka kwa nyumba ziko sawa ama kuna zenye zimezeeka tunaweza badilisha. Kuna siku ulifanya hivyo ama ni kukula tu? Hata inawezekana sijajua. Hiti inawezekana kwenye posta na ulishauliza mama hiyo mattress enda nalala kwa mkeka. Ulishawahi muuliza? Uso sinaona ameanguka na posta ilikuwa ananiambia kila watu nilikuwa naweka max. Sasa naona ameanguka. Situkuvute kwa madirector mwaka huu. Tafute mwingine. Amen. Lakini ulikuwa hujui. Neema inalala vizuri mahali pazuri. Si kukula tu. Amen. 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 Kuna mtu nimesaidia? Yes. Bwana asifiwe. Elders, unajua baba yetu analalaga wapi? Kila siku zote nasemaga na hapa kwa maombi ni mattress kuna zile wale wanajeshi anaepa. Zetu aje sikumbuke. Zile zinaumanga watu zile. Enda na anaipanga hizo. Hatuwezi jua. Mlishawahi muongelesha? Sijasema hivyo, ilikuwa mfano tu. Mlishawahi muongelesha kama elders? Halo. Viongozi, haleluya. Amen. Watoto wa Fesa, haleluya. Amen. Kuna elder ulishamuongelesha? Amen. Bwana asifiwe. Neema inalala mahali pazuri. Bwana asifiwe. Amen. Wafalme wa Pili 4:9-10. Mimi ni